Ni rasmi sasa, wiki ya mwananchi inakwenda kuzinduliwa katika mji wa Bukombe huko mkoani Geita, na kwa taarifa ni kwamba Young Africans atakuwa mgeni rasmi katika hafla muhimu ya kuzinduliwa kwa uwanja ambao mkoa wa Geita kupitia halmashauri husika wameweza kuzindua moja kwa moja. Tunakwenda kuangazia Young Africans anaweza akapata faida gani juu ya hichi ambacho anakwenda kukielekea katika uzinduzi wa wiki ya wananchi huko mkoani Geita. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Niko hapa na mchambuzi kinara kwa siku ya leo ambaye ni Babu Ramso Legend. Babu Ramso, wiki ya mwananchi kulikuwa kuna maneno mengi kwamba Katoro Geita, lakini hatimaye ni Bukombe Geita. Katika upande wa biashara, Young Africans wanaweza wakawa wameangalia nini hasa, licha ya kwamba wamepokea mwaliko maalum kutoka kwa uzinduzi ama tamasha hilo kwa mwaka huu 2026. Kwa Young Africans kwanza ikumbuke ni klabu ambayo ina mashabiki karibia Tanzania nzima. Kitendo cha wao wenyewe kwenda kufungua wiki ya mwananchi katika mkoa wa Geita ni kitu kikubwa, na ikumbuke mara ya kwanza walisema yataweza kufanyikia Katoro, lakini baadaye wameweza kupeleka katika uwanja wa Bukombe huko Ushirombo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwa klabu kama klabu kwanza inakuwa karibu na mashabiki wake pamoja na wanachama wake ambao wako karibia Tanzania nzima, lakini pia kingine wanaenda pia kukuza na kufungua matawi mengine katika mkoa huo wa Geita. Lakini pia kingine ni kupongeza na ujenzi wa uwanja ule wa pale Bukombe. Jaribu kuangalia ni uwanja wa kisasa, lakini uwanja pia ambao utasaidia pia katika maendeleo makubwa sana ya kimpira hapa kwa Tanzania. Na ikumbukwe pia kuna michuano ya AFCON inakuja 2027. Kwa hiyo kuwepo kwa uwanja kama wa Geita kule wa Bukombe ni manufaa makubwa, na ukiona hata hali ya uwanja ilivyo, picha yenyewe ilivyo, kitu kikubwa ambacho pia kimenifurahisha kuona zile taa. Unajua viwanja vikiwa vina taa vinaweza kutoa nafasi ya kuchezwa mpira hata usiku pia. Ndiyo. Kwa hiyo hata kwa zile timu ambazo zitakuwa zinatumia ule uwanja kwa nafasi pia ya ule mtu ambaye anarusha matangazo kwa njia ya picha jongefu kuweza pia kurusha matangazo hata kwa nyakati za usiku. Kwa hiyo kuwatengeneza pia kuwa na ratiba kubwa ya kuweza kuona karibia mechi nyingi za timu tofauti tofauti. Lakini pia kwa Young African pia kwa ni kwenda pia kuheshimisha wakazi wa Ushirombo pale Bukombe, kutokana na wao kwenda pale na kukubali huo mwaliko ghafla katika siku chache, wakati mindset yao ilikuwa kuelekea Katoro, lakini no doubts kwa sababu wote wao ni wananchi, wanaamini kabisa kwamba kwenda kwao kule wote ni kitu kimoja. Ndio maana hujasikia malalamiko kwamba kwa watu wa Katoro kulalamika kwa nini mlipanga hapa baadaye mbadilishe kwenda kule. Lakini pia ni kufanya branding pia ya ule uwanja wa Bukombe. Unajua kwa club kama kubwa ya Yanga kwenda kwenye uwanja wa Bukombe ni branding pia, kwa sababu story kubwa itakuwepo Bukombe, na uwanja ambao nao utachukua hatua nyingine na kufahamika zaidi, lakini pia utatumika zaidi. Huwezi jua mwisho wa siku, kwa sababu kuna nafasi pia za timu mbalimbali kuweza kutumia viwanja tofauti na kile ambacho amekichagua. Unaweza kushangaa siku Young African wakaamua kuna baadhi ya mechi zake wakaamua kwenda kuchezea katika uwanja wa Bukombe pia. Ndio. Kwa mujibu wa mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Bukombe kwa maana ya Pascas Murigili, amezungumza kwamba Young Africans itatangaza kikosi chake katika uwanja huo kwa siku hiyo ya tarehe 4 mwezi Agosti. Pengine hii haitoathiri tamasha la siku ya mwananchi tarehe 9 mwezi Agosti? Kama wenyewe wamezungumza hivyo, hata mimi kichwani changu nilikuwa nafikiri kwamba tusubiri tuone, kwa sababu imezoeleka katika matamasha tofauti tofauti, hasa matamasha ya mwananchi ya siku ya kilele, ikifahamika kwamba ndio kipindi ambacho wao watakuwa wanatambulisha wachezaji wao na kuonesha ile squad ya msimu mzima ambayo itakuwa nayo. Lakini kwa hiki ambacho wanaenda kukifanya kabla ya siku ya mwananchi hiyo tarehe 4, ndio nataka tuone kwamba je, kitafanyika hivyo au ilikuwa ni promo tu ya kuwaleta watu kwenda kuhudhuria kuona je ni kweli wataenda kutambulisha kile kikosi chake. Lakini kwangu mimi kwenda kutambulisha kikosi kabla ile siku husika inaweza kupunguza pia mvuto kuelekea siku husika ya mwananchi ile tarehe 9, kwa sababu tayari watu watashajua kwamba tayari hiki na hiki, lakini labda watu waende kupata burudani zingine, ikiwemo kuona wale wachezaji ambao wamesajiliwa katika kikosi cha Yanga msimu huu. Na ikumbukwe mpaka sasa hivi wanacheza zile mechi za indoor, yani za ndani kwa ndani, ambazo mpaka leo wameshacheza mechi takriban 2. Wamecheza sio na Magereza Dar es Salaam, lakini wamecheza pia na Kigamboni Combine
ambao katika hizo mechi zote mbili Young Africans wameweza kupata matokeo, licha ya Magereza wakifunga goli 7-2, lakini na mechi ambao wamecheza indoor ya Kigamboni Combine wameweza kupata ushindi wa goli 7-0. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine kwa wanachama, mashabiki wa Yanga, ukiachana unaweza kawa labda wakafanya kwa kitendo tarehe 4 cha kutambulisha, lakini fursa pia nyingine ya tarehe 9 kwa wao pia kwenda kuweza kuona wale wachezaji ambao wamekuwa kiasikia tu matokeo yakiwa indoor, waweze kuona wa publicity kwamba nini ambacho msimu huu Yanga Afrika wameweza kukisajili. Sawa, hii inaashiria nini kwa Geita Gold ambaye tayari amekwisha panda ligi kuu na msimu ujao atautumia uwanja huu wa Bukombe? Unajua cha kwanza ni mtihani mzito kwake. Unajua kuna muda mwingine kuna hizi timu za mkoani zimekuwa zikinufaika pia na hali ya uwanja. Unajua ukiwa na uwanja mzuri kila mtu kwake anapani nyumbani. Unajua hata matokeo, kwa sababu hata timu zile ambazo zinacheza katika uwanja ambao ulikuwa bora. Kumbuka Kagera kabla ya kushuka daraja ilikuwa kwenye uwanja wa Kaitaba, angalau pitch yake ilikuwa katika ubora mkubwa, lakini waangalie Namungo uwanja wao ulikuwa katika Majaliwa kwenye ubora mkubwa, waangalie KMC uwanja wao upo kwenye ubora, Azam uwanja wao upo kwenye ubora. Kwa hiyo ni mifano michache ya timu ambazo zina uwanja vizuri, lakini kuna manufaa na hasara zake, kwa sababu uwanja ukiwa bora hata timu yote ambayo ikitoka yeye anaweza kucheza kwenye uwanja ule. Angalia hata ile mechi ya Fountain Gate zidi ya Mashujaa mwisho, ambao Mashujaa wameweza kupata matokeo ya goli 1-0 katika uwanja kule wa Karatu Backline kule. Angalia pitch ilikuwa inaruhusu, kwa sababu timu zote mbili zilikuwa zinaenda kucheza kwenye uwanja ule. Hakuna visingizio kwamba uwanja labda kuna watu ambao wananufaika zaidi kwa sababu wao wameuzoea. Ni tofauti na viwanja hivi ambavyo vinakuwa vinafanyika mikoani, kwa mfano kiwanja kama Mkokwani, sijui CCM Kirumba, Ali Hassan Mwinyi labda Lake Tanganyika. Kuna viwanja namna gani, kuna timu zikifika zina struggle kidogo kucheza katika eneo la kiwanja. Lakini ukiona katika kiwanja ambacho mtu akitua kama kile cha pale Bukombe, unaweza kuona kabisa Geita wana kazi kubwa ya kufanya. Kile kiwanja ni tofauti na kile cha Nyankungu ambacho wamecheza nacho katika ligi kuu kabla hajashuka kwenda championship, lakini msimu uliopita mpaka wameweza kuwa mabingwa championship wametumia uwanja ule wa Nyankungu, lakini this time waenda kukutana kwa uwanja ambao timu zote zitaruhusu kucheza. Na ikumbukwe katika uwanja ule wao Geita pia wataufungua zidi ya Pamba. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa katika kipindi kigumu ambacho Geita wanatakiwa sajili vizuri ni katika matumizi pia ya viwanja hivi ambacho ni bora pia zaidi. Unajua tunabadilika kimpira. Sasa hivi zamani tulikuwa tunategemea aina ya viwanja pia vinakuwa vinamnufaisha timu moja au nyingine, lakini kwa hiki ambacho kinaenda timu zote mbili zinanufaika na kiwanja husika. Ni sasa leo unapeleka mechi labda uwanja wa Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam, timu zote mbili zitanufaika. Labda ni geographical ways ndio inaweza ikasababisha kwamba huyu mwingine aka struggle. Labda unaona katika michuano ya Champions League wala timu zote mbili zinaweza kucheza kwenye ule uwanja, lakini hali ya hewa ndio inaweza. Lakini kwa timu ambazo zote ziko Tanzania hali ya hewa ni hii, kwa hiyo haiwi athari kwa timu nyingine. Kwa hiyo katika ardhi kubwa ambayo Geita wamepata bahati kuwa na kiwanja kizuri, lakini pia wajiandae kisaikolojia sija katokea kama lilotokea Kagera wakiwa pale Kaitaba. Sawa, hayo ni ya Young Africans ambako amealikwa rasmi katika uzinduzi wa uwanja wa Bukombe huko mkoani Geita, ambako uzinduzi wa wiki ya mwananchi itakwenda kufanyika huko kwa mwaka huu 2026. Jina langu ni Leopold John, nilikuwa hapa na Babu Ramso, lakini nyuma ya kamera alikuwepo Yusuf Ramadhani Mpuma. Hadi wakati mwingine, chao.